Kwa majina naitwa Gilbert Msuta, ni mtafiti mwandamizi lakini pia ni meneja sehemu ya waulishaji wa teknolojia za mifugo. Karibuni katika banda la taasisi ya utafiti wa mifugo katika maonyesho haya ya 50 ya Sabasaba. Mwaka huu taasisi yetu iko hapa kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali juu ya teknolojia tunazozalisha kama watafiti. Tuna teknolojia nyingi. Tuna teknolojia ya mbari za mifugo, na tukianzia hapo tutataja teknolojia ya mbuzi aina ya blended au malia. Mbuzi hawa ni zao la utafiti wa mbegu aina ya 3. Aina ya kwanza ni mbuzi wa asili, lakini tuna mbuzi aina ya boa na tuna mbuzi aina ya kamorai. Sasa mbuzi huyu anakuwa haraka, lakini pia ana uzao wa pacha kwa 40%, na ni mbuzi ambaye anastahimili katika mazingira yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo tumekuwa tukiwahamasisha wafugaji, hasa wale wafugaji wa mbuzi, kuweza kufika katika banda letu kupata elimu, lakini pia kupata mbegu kwa maana ya madume, ili waweze kuboresha mbuzi wao walionao. Lakini pia mwaka huu tumekuja na elimu kwa ajili ya ng'ombe aina ya mpwapwa. Huyu ni ng'ombe ambaye maarufu katika nchi yetu na ni zao la utafiti wa taasisi yetu, na huyu ng'ombe tumemzalisha kutokana na kutafiti au kuchanganya aina 4 za mbegu za ng'ombe. Aina ya kwanza ikiwa ni ng'ombe wa asili utaita Tanzania Shotozimu, lakini tuna ng'ombe aina ya borani kwa ajili ya nyama. Tuna ng'ombe aina ya sahiwa, lakini tuna ng'ombe aina ya red sindi ambaye huyu ng'ombe ni wa India. Sasa naye pia ni ng'ombe ambaye anastahimili katika mazingira yetu ya Kitanzania ya kitropiki, na amekuwa akifanya vizuri kabisa katika ufugaji wa kuchunga kabisa, na anatoa maziwa walau lita 6 mpaka 8. Na wafugaji wetu wamehamasika, wamekuwa wakihamasika na pia kumfuga ng'ombe, lakini pia huwa tunatumia avenue hii ya maonyesho haya kupata mrejesho wa wale wafugaji walionufaika na teknolojia zetu. Kwa hiyo tunafarijika kusikia mrejesho wa namna gani teknolojia zetu zinawanufaisha wafugaji wetu, na ili na sisi tuweze kuongeza sasa chachu ya uzalishaji na ubunifu katika teknolojia zetu. Tuna teknolojia ya kuku aina ya Horas. Kuku huyu aina ya Horas ni kuku ambaye ni wa asili kabisa. Sisi kama watafiti tumefanya selective breeding, kwa maana ya kuchagua kuku ambaye anaendana na sifa na ya tija kwa mfugaji, kwa maana ya uzito na pia utagaji wa mayai. Kuku huyu amekuwa akifanya vizuri sana, na pia amekuwa ni hitajio kubwa kwa wafugaji wetu, na tunafurahi kupokea wafugaji wanaokuja kutembelea wakifurahia, wakihamasika kuwa naye, na sisi kwetu ni faraja, kwa sababu tunaona sasa utafiti wetu ukienda kuwanufaisha wafugaji, na ile kauli mbiu yetu ya utafiti kwa maendeleo ikienda kutimia siku hadi siku. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha wafugaji popote walipo, wanaposikia sauti hii waendelee kufika kwenye banda letu, kutembea kwenye banda letu, kujifunza na kujua teknolojia zipi ambazo zinakwenda kuwasaidia kuongeza tija ya uzalishaji, lakini pia kupata ushauri wa namna ya ufugaji bora wa mifugo yao. Sambamba na hilo, kwenye kuongeza, tuna teknolojia ya mbegu za malisho. Kama mnavyojua, malisho imekuwa ni changamoto sana katika nchi yetu. Wafugaji wengi wamekuwa wakitegemea malisho ya kuokota, vijana wanaokota malisho pembezoni mwa barabara, na watafiti tulizozifanya miaka ya nyuma ilionekana yale malisho ambayo yako pembezoni mwa barabara yana kemikali kutokana na ule moshi wa magari ambao unazipitia kila wakati.
Kwa hiyo si malisho sahihi kusema ukweli kwa ajili ya lishe ya mifugo. Kwa hivyo tunawahamasisha wafugaji wafike kwenye banda letu wapate elimu ya malisho bora yenye virutubisho sahihi kwa mifugo yao. Kwa hiyo tuna mbegu aina za nyasi ambazo pia tumezipatia ithibati maalum kutoka taasisi yetu ya ithibati ya TOSCI na kutokana na tafiti zilizofanya. Tuna mbegu pia za aina ya mikunde kunde aina mbalimbali. Tuna miti malisho ambayo ni chakula lishe kwa ajili ya wanyama wetu, iwe ni ng'ombe, iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, iwe ni kuku. Na hivyo tunawaendelea kuhamasisha wafugaji wetu waweze kutembelea banda letu kwa ajili ya kujipatia teknolojia hizi, kupata maarifa, lakini pia wajipatie hizo teknolojia waweze kufuga, waweze kuzizalisha, na kwa kuzalisha mbegu hizi za malisho wao watapata faida, si tu kuongeza tija, lakini pia pengine kuepuka migogoro sio lazima. Wakati mwingine wafugaji wanatoa ng'ombe wao asubuhi, hawajui wanaenda kuchungia wapi. Sasa huko wanakokwenda ng'ombe au mifugo ni mbuzi au ni ng'ombe, mara nyingi watajikuta wameingia kwenye maeneo ya watu, wataenda kutengeneza migogoro. Lakini kama na shamba lake mwenyewe, ana uhakika ng'ombe wake anapata chakula ambacho amemwandalia chenye rutuba au lishe ya kutosha. Kwa hiyo hili kwao ni faida na linaenda kuimarisha pia mahusiano kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Sambamba na hilo tumekuja pia na teknolojia ya jiwe lishe. Jiwe lishe hili ni jiwe ambalo limekuwa linaleta tija kwa mifugo yetu, sana sana ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwa hiyo tumekuwa tukilihamasisha na wafugaji wamehamasika kulitumia, na kwa sababu linakwenda kuongeza tija ya uzalishaji mifugo yao. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha wafugaji na wadau wengine wenye kutaka kupata elimu wafike kwenye banda letu la Taasisi ya Utafiti wa Mifugo kwa ajili ya kujipatia elimu, lakini pia kuongeza tija ya ufugaji wao pindi watakapotumia teknolojia sahihi zilizozalishwa kutokana na tafiti za taasisi yetu. Karibuni sana.